Miaka mingi iliyopita, katika kijiji kidogo cha milimani, iliishi familia tajiri sana ya akina Mvule, wenye mashamba, mifugo na heshima kijijini. Lakini mali yao ilikuja si kwa juhudi zao, bali kwa njia za kichawi na damu. Kiongozi wa familia hiyo alikuwa Mzee Tambwe, mwanaume aliyeamini kuwa utajiri wa kudumu huja kwa kumwaga damu ya wasio na hatia. Mke wake, Bi Atina, alikuwa mchawi mwenye hila nyingi, aliyeweza kuzuia kila mtu nje ya ukoo wao kufanikiwa. Katika familia hiyo, kulikuwa na kawaida ya ajabu. Kila msichana wa kwanza aliyezaliwa hangeishi zaidi ya siku 7. Mara zote walizaliwa wakiwa wazuri na wenye afya, lakini ghafla tu walizimia, damu kutoka puani na kinywani, kisha kufa. Na kila binti aliyeolewa humo alipata mtoto wa kike wa kwanza, alikuwa tayari anasaini kifo chake bila kujua. Lakini familia haikuwahi kusema ukweli. Walifunika kwa visingizio: ni mapenzi ya Mungu, alizaliwa na ugonjwa, au alikula chakula kibaya. Wanakijiji walianza kunong'ona, lakini hakuna aliyethubutu kusema wazi, maana waliowahi kusema waliishia kupotea au kuugua ghafla hadi kufa. Asina alikuwa msichana mzuri, mwenye moyo wa dhahabu, aliyependa kusaidia kila mtu. Aliolewa katika familia ya Mvule akiwa na miaka 18 tu. Mara tu alipokanyaga nyumba ya ukoo huo, alianza kuhisi vitu visivyo vya kawaida: sauti za ajabu usiku, watoto waliolia pasipo kuonekana, na ndoto za bibi mzee aliyekuwa akimwambia, usiwazalie, utakufa na mwanao. Lakini hofu ilizidi kuwa kubwa alipojifungua mtoto wake wa kike, Eliza. Siku ya 6 mtoto alianza kutokwa damu mdomoni, na siku ya 7 alikufa mikononi mwa Asina. Ndani ya mwezi mmoja, Asina alianza kuumwa kichwa kikali, akapagawa, na ndani ya mwaka akafariki kwa mateso makubwa. Lakini kabla ya kufa, aliandika barua akaiweka chini ya kabati la chumbani: nitakuwa mhanga wa mwisho. Laana hii itaisha pale atakayependa zaidi ya chuki, atakayesamehe badala ya kulipiza, na atakayeamini kuliko kuogopa. Siku hiyo itakapofika, kizazi kitafunguliwa. Hakuna aliyejua barua hiyo ipo. Ilisahaulika na ikafunikwa na vumbi kwa miaka mingi. Miaka ilipita. Familia ya Mvule ilizidi kuwa tajiri, lakini wanandoa wote waliokuja humo, wake za watoto wa kiume wa familia hiyo, waliendelea kupoteza watoto wa kwanza wa kike. Kilio na huzuni vilikuwa sehemu ya maisha ya kila mama wa ukoo huo. Kisha akaja Zipi, msichana wa mjini, aliyeolewa na mjukuu wa familia hiyo aitwaye Elia. Zipi alikuwa wa tofauti. Alikuwa na imani kubwa kwa Mungu, mwanamke wa maombi na msamehevu. Alipokuja kwao, alikuta hofu na giza, lakini hakukimbia. Alianza kuomba kwa bidii usiku na mchana, huku akiomba kwa jina la kila mtoto aliyekufa. Lakini alipokuwa mjamzito, sauti ya bibi mzee ilianza kumtembelea ndotoni. Akamwambia, usiache kumuomba Mungu, lakini pia soma chumbani, kuna ukweli umefichwa. Zipi alianza kuchunguza kila sehemu ya nyumba, mpaka usiku mmoja alipovuta kabati lenye vumbi na kugundua barua ile ya Asina. Aliisoma kwa machozi. Aligundua kwamba laana hiyo ilitokana na mateso ya mwanamke mcha Mungu, aliyedhulumiwa, aliyepoteza mtoto, na aliyetolewa kafara kimya kimya. Zipi hakulipiza. Alikwenda makaburini, akamwomba Mungu msamaha kwa niaba ya familia hiyo, akawasha mshumaa juu ya kaburi la Asina, na akasema kwa sauti, sasa nitaishi kama wewe, lakini mtoto wangu hatafia, na roho yako ipate pumziko. Je, Zipi ataweza kuvunja laana hiyo kweli? Au kuna kitu kingine kibaya zaidi kinamsubiri? Siku ile Zipi aliposoma barua na kumwombea Asina kaburini, upepo mkali ulivuma usiku mzima katika kijiji cha milimani. Majirani walishangaa kwa nini kuta za nyumba ya Mvule zilikuwa zikitetemeka kana kwamba tetemeko la ardhi lilikuwa linaendelea. Lakini ndani ya nyumba hiyo, Zipi alikumbwa na maono yasiyo ya kawaida. Alijikuta akiwa katika sehemu ya giza yenye kelele za watoto wakilia, na mbele yake wanawake waliovaa mavazi meusi wakiangua kilio huku wakimwelekezea vidole. Kati yao alimtambua Asina, aliyemtazama kwa macho yenye huzuni na kusema, una nafasi ya mwisho Zipi, usiache moyo wako ujazwe na hasira. Msalaba wako ni wa vizazi vingi. Ukichoka utakufa kama sisi. Zipi aliamka kwa jasho jingi, moyo wake ukidunda kwa hofu. Lakini hakukata tamaa. Alijua sasa kwamba alikuwa anapigana na roho za watu walioteseka, waliolaaniwa, na waliowekwa kafara kwa ajili ya utajiri wa familia ya Mvule.
Alianza kufunga na kuomba kwa siku 7 mfululizo, akipiga magoti kila usiku saa 8, akiomba damu ya Yesu imfunike yeye na mtoto aliyembeba. Siku ya kujifungua ilipowadia, mvua kubwa ilinyesha, radi zikipiga mithili ya ngoma za vita. Zippy alipigwa na uchungu wa uzazi akiwa nyumbani, lakini midomo yake haikunyamaza. Aliendelea kuomba kwa sauti, Bwana, shinda vita hii. Wazee wa familia walikusanyika sebuleni, wengine wakiwa na hofu, wengine wakiwa kimya. Mama mkwe wake, Bi Jane, ambaye alikuwa mchawi aliyefunika sura kwa jina la dini, aliketi kwenye kona akichezesha rozari bandia, lakini macho yake yalionyesha chuki na hofu. Zippy alilia kwa uchungu hadi saa 7 usiku mtoto alipotoka. Alikuwa ni mtoto wa kike mzuri kama malaika, mwenye ngozi laini kama maziwa na macho yaliyong'aa kama nyota. Lakini wakati wote wa historia ya familia hiyo, hapo ndipo mtoto wa kike alipoanza kufa. Bi Jane alishtuka. Alijaribu kuingia chumbani, lakini Zippy alisimama, akamnyooshea mkono na kusema, "Utamuona mtoto huyu, si wewe, si uchawi wako, si mizimu ya ukoo huu. Damu ya Yesu imetosha." Ghafla, Bi Jane alianguka chini, akapiga kelele zisizoeleweka, akapepesuka kana kwamba kitu kilikuwa kikimvuta rohoni. Alianza kukiri kwa sauti, "Tulisaini mkataba na damu. Tulitoa watoto kama kafara. Hatukujua binti mmoja ataivunja laana hii." Wazee wa ukoo walikimbia, baadhi wakazimia. Mvua ilikoma ghafla. Ndege walirudi kuimba juu ya paa la nyumba hiyo kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Mtoto wa Zippy alipewa jina Tumaini. Na siku 7 zilipopita bila chochote kibaya kutokea, kijiji kizima kilianza kushangilia kimya kimya. Wanawake waliokuwa wamekata tamaa kuolewa katika familia hiyo walimwangalia Zippy kama shujaa. Lakini baadhi ya wanafamilia walibaki kimya, macho yao yakiwa na wivu na hofu mpya, maana waliamini kuna jambo halijaisha. Usiku mmoja, Zippy akiwa amelala na mtoto wake pembeni, alisikia sauti kutoka kabatini. "Umekuwa mshindi, lakini vita havijaisha. Kuna waliobeba laana hiyo kwa moyo wa chuki. Itarudi ikiwa haitaondolewa kwa msamaha wa kweli." Zippy akajiuliza, ni nani bado amebeba sumu ya laana hii moyoni? Je, kweli alishinda au ni mwanzo wa vita vipya? Siku zilisogea. Mtoto Tumaini alikuwa bila matatizo, akicheka, akilia kwa afya na akiwasha taa ya furaha ndani ya nyumba ambayo kwa miaka mingi ilikuwa imejaa vilio. Lakini usiku mmoja wa Ijumaa, Zippy alipokuwa akimuombea mtoto wake, dirisha la chumba chake lilifunguka ghafla, upepo mkali ukaingia na mshumaa uliokuwa uking'aa karibu na kitanda ukazimika. Katika giza hilo, Zippy alisikia sauti ya asina tena, sauti ya uchungu, sasa ikiwa na tahadhari. Bado kuna mnyororo haujavunjwa. Moyo mmoja umebeba chuki kali kuliko giza la kaburi. Mpaka huyo asamehe, laana hii haitafutika kabisa. Zippy alijua huu ulikuwa ujumbe wa mwisho. Hakuhitaji kuuliza. Alijua sauti hiyo inamwelekeza kwa mtu mmoja, mama mkwe wake, Bi Jane. Bi Jane ndiye aliyekuwa kiini cha chuki na giza. Alishiriki moja kwa moja katika ushirikina wa ukoo huo. Hakuwa tu mchawi, bali alihifadhi vinyongo vya kale, akiamini kwamba wanawake wote walioolewa humo walistahili mateso, kwa sababu ya kile alichopitia kwa mama mkwe wake zamani. Moyoni alijaza sumu ya kulipiza, na sumu hiyo ikawa sehemu ya laana iliyoshikilia kizazi chao. Zippy alijua ili kuikata mizizi ya laana hii, ni lazima Bi Jane asamehe na asamehewe. Siku iliyofuata Zippy alijitayarisha. Aliivaa nguo nyeupe, akaweka mtoto wake mgongoni na akaenda kumtembelea Bi Jane. Alimkuta akiwa bustanini, akiwa amechoka, macho yake yakiwa yamejaa kivuli cha huzuni na uzee. "Mama," Zippy alianza kwa sauti ya upole, "ninajua kila kitu. Sikusudi kukuumiza. Nimekuja kwa jambo moja, msamaha." Bi Jane alishtuka. Alitetemeka. Kwa mara ya kwanza machozi yalimtoka. Alimwangalia Zippy na kusema kwa sauti ya mkwaruzo, "Unajua nilipoteza watoto 2 kwa mikono ya bibi mkwe wangu. Unajua nililazimishwa kuwatoa sadaka. Nilijifunza kuchukia, sio kupenda." Zippy alimkumbatia. Walilia wote 2 kwa dakika nyingi, mtoto Tumaini akiwa kimya kana kwamba alielewa maumivu yao. Zippy kisha akaweka mikono yake juu ya mabega ya Bi Jane na kwa sauti ya sala alisema, "Baba wa mbinguni, tunakuomba uondoe chuki hii. Acha damu ya Yesu ivunje kila mnyororo wa maumivu. Tunaachilia, tunasamehe, tunafuta, tunaanza upya." Ghafla anga ilibadilika.
Mawingu meusi yaliyoonekana kwa wiki nzima yakatoweka. Jua liliangaza na harufu ya maua pori ikajaa hewani. Nyuki wakaanza kuzunguka bustani yao tena, kitu ambacho hakikutokea kwa miaka mingi. Siku zilisonga. Tumaini alifikisha miezi 6. Hakukuwa na ndoto za ajabu tena, sauti za usiku zilinyamaza, na wake wengine wa ukoo huo walianza kujifungua watoto wa kike waliobaki hai. Watu walimiminika kwa Zippy kuomba sala, si kwa sababu alikuwa mchungaji, bali kwa sababu aliweza kusamehe ambako wengine walishindwa. Wazee wa ukoo walifanya kikao kikubwa, na kwa mara ya kwanza waliomba toba hadharani mbele ya wanakijiji. Wakakubali kushindwa kwao, wakafuta kafara zote, wakachoma kila hirizi, sanamu na dawa za kienyeji walizokuwa wameficha kwenye mabweni ya nyumba. Lakini usiku mmoja, Zippy alipokuwa akimnyonyesha Tumaini, mlango ulijifungua kidogo. Ulikuwa haujafungwa vizuri, na kwenye kizingiti alisimama msichana mdogo wa miaka 7, aliyekuwa amevaa nguo ya zamani, macho yake yakiwa mekundu, na sauti ya kuvuma ikasema, "Mmoja hakusamehe, mmoja bado ananingoja. Nitachukua yule aliye karibu naye zaidi." Zippy alishtuka. Huyo hakuwa mtoto wa kawaida. Hakumwona tena alipotazama kwa mara ya pili. Sasa aliingia kwenye vita mpya ya kiroho kumtafuta aliyejaa kisasi cha mwisho. Je, ni nani huyu mmoja aliyebaki na chuki? Ni nani anayebeba mabaki ya laana? Na atamchukua nani kama hatapata msamaha? Zippy alikesha usiku ule akiwa macho, mikono yake ikiwa juu ya kifua cha Tumaini, macho yake yakiangaza kila kona ya chumba kana kwamba angeweza kuona kile kisichoonekana. Hakulala, hakula. Hofu mpya ilizaliwa ndani yake, hofu ya kuondokewa na mtoto wake baada ya kushinda vita vikubwa. Lakini sasa alielewa jambo moja la msingi: laana si damu tu, bali ni mizizi ya chuki isiyokatwa. Asubuhi ilipofika, alienda kwa mzee mmoja aliyekuwa mchungaji aliyestaafu, Mzee Mbaga, aliyewahi kuwa mtaalamu wa mafumbo na simulizi za kale kijijini. Alimweleza kila kitu: ndoto, laana, barua ya Asina na yule msichana mdogo mwenye macho mekundu. Mzee Mbaga alimwangalia Zippy kwa macho mazito na kusema, "Yule msichana si mtu, ni kivuli cha mateso yaliyofichwa. Anawakilisha roho ya kisasi ambayo haijasamehe. Ndani ya ukoo wako kuna mtu aliyedhulumiwa vibaya sana, lakini akanyamazishwa. Huyo ndiye anataka kulipiza." Zippy aliuliza, "Nitamjuaje? Mimi ni mgeni tu." Mzee Mbaga alimtazama kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya utulivu, "Anayebeba maumivu ya kweli hayapigi kelele, lakini maumivu hayo hujionyesha kwa mateso ya wengine. Tafuta yule asiongea sana, yule ambaye hakusherehekea Tumaini alipoishi, yule ambaye uso wake hubaki kimya penye furaha." Zippy alianza kuchunguza. Alianza kwa kumtembelea wanawake wote waliowahi kuolewa kwenye familia ya Mvule, mmoja baada ya mwingine. Alizungumza nao, aliomba, alisikiliza. Lakini mmoja tu alimpa jibu tofauti: Rehema, mke wa kaka wa Elia, ambaye alipoteza binti yake miaka 10 iliyopita. Rehema hakuwa na hasira ya wazi, lakini alikuwa baridi. Hakuwahi kumpongeza Zippy wala kumwangalia Tumaini usoni. Hakuwahi kusema chochote kwenye mikutano ya familia. Na alipoulizwa kuhusu msamaha, alisema, "Siwezi kumsamehe aliyenichinja moyoni. Mtoto wangu alikufa mbele yangu. Walinilazimisha kusema ilikuwa ni malaria. Wakaninyamazisha kwa vitisho. Mungu mwenyewe ataamua." Zippy alijua huyu ndiye. Zippy alimwomba Rehema wakutane sehemu ya faragha, mahali pa upweke, palipo mbali na nyumba ya familia. Walikutana chini ya mti mkubwa wa miembe wakati wa jioni. "Rehema," Zippy alianza kwa sauti ya pole, "najua hautaki kusikia tena habari za laana wala msamaha. Lakini nimekuja kwa ajili ya Tumaini, na kwa ajili ya mtoto wako pia." Rehema alimwangalia Zippy, machozi yakianza kujikusanya kwenye kona ya macho yake. "Mtoto wangu aliitwa Neema. Alikuwa kama Tumaini wako. Walipomchukua, niliapa kamwe sitasahau wala sitasamehe. Niliweka nadhiri kwamba kizazi chao kitaona uchungu kama wangu." Zippy alimshika mkono. "Rehema, si kila mmoja alikukosea. Lakini mateso yako sasa yanaendelea kupitia kwa sisi tusiohusika. Ikiwa utamsamehe, si kwa ajili yao, bali kwa ajili yako na kwa ajili ya Neema. Msamaha wako ndio utakuwa daraja la Neema kurudi kwa amani." Rehema alianza kulia kwa sauti kubwa. Kwa mara ya kwanza, machozi yake yalikuwa ya uponyaji, si ya maumivu. Akasema kwa sauti ya kutetemeka, "Mungu, na wasamehe waliomtesa mtoto wangu. Na watoa katika kifungo changu cha rohoni.
naomba na mimi nisamehewe kwa chuki yangu. Punde tu baada ya kusema hivyo, upepo wa upole ulivuma juu ya kichwa chao, na kwa macho yao wenyewe waliona moshi mweupe ukipita polepole juu yao, ukielekea angani. Sauti ndogo ikasikika kutoka kwenye upepo huo, asante, nimepumzika. Zippy alijua kivuli cha msichana mwenye macho mekundu kilikuwa kimetoweka. Tumaini alikuwa salama. Lakini usiku uliofuata, Zippy alipokuwa akiweka Tumaini kulala, akasikia sauti ya mzee wa ukoo huo, mzee Tambwe aliyefariki miaka mingi iliyopita. Hii haikuwa laana moja tu, kuna nyingine imefichwa kwenye damu, siyo maneno. Umeanza vita ya pili bila kujua. Je, kuna laana nyingine iliyojificha kwenye mizizi ya ukoo wa Mvule, kubwa zaidi, ya giza zaidi, ya hatari zaidi? Baada ya msamaha wa rehema, hali ya hewa ya familia ya Mvule ilibadilika. Watoto walizaliwa, wakakuwa salama, wanawake wakapumua, na Zippy alijua kuwa sehemu kubwa ya laana ile ilikuwa imeondoka. Lakini maneno ya mzee Tambwe aliyekufa zamani yalitesa akili yake usiku na mchana. Hii haikuwa laana moja tu, kuna nyingine imefichwa kwenye damu, siyo maneno. Zippy alianza kuchunguza historia ya ukoo kwa undani. Alienda katika kijiji cha asili cha ukoo wa Mvule, eneo lililozikwa mababu wa familia. Alikuta mzee mmoja kipofu aliyekuwa mhifadhi wa historia za koo. Watu walimuita Babu Kitomari. Babu Kitomari alimshika Zippy mkono na kusema kwa sauti ya chini, umevunjilia mbali minyororo mingi, mwanangu. Lakini kuna moja iliyo katika damu ya mwanaume wa ukoo huu. Uko nyuma ya sura ya utakatifu, lakini ni mbegu ya bibi aliyefariki kwa mateso. Ni damu ya kisasi na iko ndani ya mumeo, Elia. Zippy aliganda. Elia? Mbona yeye ni mwema? Muombeaji? Mkarimu? Babu Kitomari alitikisa kichwa. Ndiyo maana ni hatari zaidi. Damu ya bibi Asina ilimlilia kwa miaka mingi. Alitoa laana ya mwisho kwa mumewe aliyemtesa, na kila mtoto wa kiume atarithi kivuli cha udhalimu ikiwa hawatabadilika. Elia hajui, lakini amebeba hasira ya mababu wake. Na wakati atakapotendewa vibaya, kivuli hicho kitajifungua. Zippy alirudi nyumbani akiwa amechanganyikiwa. Alitazama uso wa Elia, upendo wake, wema wake, lakini alikumbuka maneno ya Asina. Mmoja wenu atabeba chuki ya ukoo bila kujua. Usiku wa mwisho, Zippy aliamua kulinda familia yake kwa namna ya pekee. Alimuita Elia usiku ule, akamwambia kila kitu bila kuficha. Elia alishtuka, lakini hakuwa na hasira. Alikaa kimya kwa muda mrefu, kisha akasema, nimekuwa nikihisi giza ndani yangu mara kwa mara, hasira isiyo na sababu, ndoto mbaya zisizoisha. Lakini sikuwa najua ni nini. Zippy alimshika mkono na kumwambia kwa upole, hatuhitaji uchawi wala tambiko. Tuna jambo moja lililowashinda wote waliotutangulia, hii imani. Walifunga na kuomba kwa siku 40. Walihudhuria ibada kila siku. Walisamehe watu waliowadhulumu, na Elia akaomba msamaha kwa kila jambo alilowahi kufanya kwa ukatili au kiburi. Usiku wa 40 walipoomba sala ya mwisho, upepo mkali ulivuma, milango ikagonga yenyewe, taa zikalipuka na nyumba ikatikiswa kwa sauti kama ya kilio cha mwanamke. Zippy akamsikia Asina tena kwa mara ya mwisho. Mwishowe imekuwa tofauti. Nimepata pumziko. Tumaini ni zaidi ya jina, ni ahadi. Kimya. Tangu siku hiyo, familia ya Mvule ilianza ukurasa mpya. Waliamua kuuza baadhi ya mali zao ambazo walijua zilitokana na njia zisizo halali. Walianzisha kituo cha kusaidia wajane na yatima kwa jina la Nyumba ya Tumaini. Tumaini alikuwa kuwa msichana mwenye hekima ya ajabu. Alipofikisha miaka 7, aliuliza mama yake swali, mama, mbona wewe huogopi giza? Zippy alitabasamu na kusema, kwa sababu Mungu alikuwa nuru yangu wakati hata jua lilipokataa kuangaza. Ujumbe wa hadithi hii: laana haivunjwi kwa tambiko wala kumwaga damu ya wasio na hatia. Inavunjwa kwa msamaha wa kweli, toba ya ndani, na imani isiyotikisika kwa Mungu. Wale waliovunjika kwa ajili ya wengine hawakuwa wabure, walikuwa ni mbegu ya kizazi kipya kilichojaa tumaini. Kama umependa hadithi hii, tuachie maoni yako. Umejifunza nini? Pia ungana na familia hii kwa hadithi nyingine zenye mafunzo. Na je, unatazama kutoka wapi? Asante.